Yani mbaya jamani ye, kumbe mbaya rafiki ye. Vipi ndugu yangu? Sawa. Naam. Baada ya kwenda hospitalini sasa, majibu yamekuja. Majibu yanasema yaani ndugu yangu mpaka dakika hii mimi sielewi. Yaani nakwambia sielewi. Tumeenda hospitali zaidi ya mimi na mke wangu. Zote hatuna shida. Mimi sina shida, mke wangu hana shida. Wote tuko salama kabisa. Na ndio maana nakwambia mpaka dakika hii sijui tatizo. Hospitali 4 zote majibu yale, hai majibu yako sawa kabisa. Sasa unajua hapo sasa, labda nirudi kwa upande wako wewe. Wewe mwenyewe unahisi labda kuna shida gani sasa? Ndio maana kaka nikakwambia sielewi mpaka dakika hii tatizo ni nini. Alafu kingine kikubwa zaidi kinachoniumiza, unajua naweza nikawa mbali na nyumbani. Yaani kwa mfano labda nikiwa ofisini pale au nikienda sehemu yote. Unajua nakuwa namkumbuka sana mke wangu. Okay. Lakini kitendo cha kutoka kule nilipo nikifika pale nyumbani, yaani ile kumuona tu na mwanamke karibu naye ndio shida. Yaani nikimuona tu na mwanamke, roho yote inakuwa nyeusi. Yaani sina hamu naye. Nitatafuta tu sababu yoyote hapo. Nimpige au mimi niombane uondoke pale uwe mbali naye. Hivyo yani. Yaani ni kitu ambacho kinaniumiza kichwa sana. Nadhani akijaribika kitu. Yaani wewe bado hujapotea na yeye bado hajapotea. Hapa kuna nafasi ya kutengeneza. Mimi swali langu la msingi kwako, wewe ni sawa, usinifiche. Hapa tunajenga hadibo moja. Sawa. Wewe una mwanamke mwingine wa nje tofauti na mke wako ndio umemweka ndani. Hata kama nikiwa na mwanamke wa nje, wewe unavyojua mimi ndugu yako, kuna mwanamke yote anaweza akanifanya mimi labda nikapishana na mke wangu kwa sababu yake. Yaani unajua nimekuuliza kwa sababu gani? Hii dunia, hii ni dunia. Hii dunia ina mambo mengi sana. Huwezi jua kwa sababu kila mtu anataka atengeneze kwake. Sasa huyo uliokuwa naye ndio, lakini mimi siamini katika hilo kwa sababu wewe mwenyewe unajua mtu wangu kutoka naye natoka mbali kweli. Hiyo inafahamika. Kwa hiyo hakuna mwanamke ambaye anaweza kanitekelesha mimi labda niachane na mke wangu, labda nimchukie mke wangu kwa sababu yake. Hicho kitu hakiwezekani. Yaani mimi ninachokiona kutoka kwako ni kwamba una muda pia wa kuendelea kusubiria. Hii hali inapita, ni hali ya kawaida. Wewe ni binadamu. Binadamu lazima tuwe na changamoto, hatujakamilika. Si unafahamu? Hata vitabu vimeandikwa hatujakamilika. Kwa vumilia, wewe ni mwanaume, piga moyo konde, songa mbele, usikate tamaa. Mke wako ni mke wako, sio mke wa mtu mwingine. Yule mpende, muonyeshe mapenzi ya dhati. Alafu hili swala jaribu kukaa utulie, ufikirie chanzo ni nini. Kama wewe uko sawa na yeye yuko sawa, ina maana hapo inawezekana ni misunderstanding tu ndogo za wewe na yeye inatokea, lakini kila kitu kitakaa sawa. Ni kweli, ndio maana nikaona nikutafute ndugu yangu. Maana wahenga wanasema mkubwa ni dawa. Mkubwa dawa. Ili nikutafute ndugu yangu unipe hata machache mawili matatu utanisaidia. Uzuri ni kwamba wewe ni ndugu yangu, ni mdogo wangu. Tumetoka mbali. Kwa hiyo siwezi kuacha kukushauri. Ukiwa na shida yoyote wewe nitakushauri. Kama tutajenga. Walipo na shida yoyote tutasaidiana, mambo yataisha. Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Wewe ndugu yangu, ndugu wangu, katika swala la ushauri kuna wengine na washauri lakini wewe mimi bure. Nitakushauri. Mimi nashukuru. Wala usichoke kuja kuniomba ushauri. Sina shida yoyote. Wangu nazo. Kila kitu tutaenda. Nashukuru sana. Basi, karibu sana. Shoga yangu, na jambo umekuja tushirikishe. Jambo gani? Hakuna watu ndani, watu hapo ndio kwenye harakati zao. Maana shoga yangu ndio jambo la siri. Nakwambia wewe tu nimekuamini. Mbona nitisha shoga yangu? Shoga yangu mimi kuna mtu alinielekeza kwa mtaalamu. Mtaalamu? Subiri sasa basi. Kwa maanisha mganga? Ndio shoga yangu, wewe unapenda mimi ninavyoteseka? Wewe unaogopa kuna kwa mganga? Shoga yangu, kupata matatizo utajua. Mimi mwenyewe nilikuwa naogopa kama wewe. Kwa
Wewe vitu vya mle ndani yote mikopo kibao huko kwa zambi. Achana na shoga yangu. Mimi nimekuja hapa nataka unisaidie jambo. Hiyo dawa nilopewa inabidi nikafunge kwenye msitu, kwenye mti msituni. Haya, huo msitu mimi nautoa wapi shoga yangu? Sema misitu iko mingi ile shoga yangu. Tena hivyo kuna mzee mmoja kwa na mshambaki huo na mibuyu nini nazi, wewe unachagua mti gani? Kwa hiyo umevala gani kwanza? Na ngoza nipeleka unielekeze msitu. Ila kwenye kufunga hiyo dawa inabidi niwe peke yangu shoga yangu. Sasa nielekeze utanielekeza. Yaani hapa ukitoka na hapa unatembea. Yaani na barabara unanyosha nayo. Ukishanyosha nayo mkono wa kulia huko na kicheki kimeingia hivi dogo. Uko unatembea nacho. Una sehemu kuna yaani kama kuna mnada hivi. Ukishafika hapo unaona miti mirefu, mibuyu, kila kitu. Huko unachagua wewe mti gani unautaka. Haya shoga yangu mimi niende bana. Haya ningekusindikiza ila wewe nenda tu. Yaani huku dalika mimi kumishi. Yaani wajifanyie mwanamke kana kwa mganga ni juu cha chama. Bora. Alo. Uko wapi? Bwana njoo mara moja, mimi nina shida na wewe. Mfanya haraka kama una boda boda, njoo kama una miguu kimbia, maana nina shida ya haraka. Maana kuna mtu anataka kuchanganya sasa hivi. Fanya haraka basi. Ni muda wote atokee yule, si anafika mbali kule. Hata nikimwelekeza kule atapajua jamani Baada afiki mapema hivi nimwelekeza mfuatilie taratibu. Jamani ananichosha. Si nini mwenyewe, si Kwa mimi tangu nilipokuambia nafika sasa hivi jamani. Kuna nini madam? Mshika kwanza. Umemwona yule mkemudu sio bishana naye pale? Yule naomba umfuatilie. Anaenda kwenye poli la mzee Amosi. Uko polini kuna miti mirefu unapojua kule. Unapojua vizuri. Sasa naomba umfuatilie ndo anapoelekea. Pita njia yote unaojua wewe. Mfuatilie. Ana vidawada vyake na kufunga kwenye mti. Sasa hivyo vidawada hivyo kata ule mti hivyo vidawada vichane vitupe kama na kibeti washa kabisa. Si unanielewa? Sasa hivi ninapokuambia. Tena umfuatilie usipite njia yako. Kupita njia atakugundua. Pita shortcut yote sawa. Haya nenda ukija na mzigo wako. Kama kuna fungo madam ile imeisha. Wewe fanya shiu tu. Kazi yangu ukishindana sana wewe.
Shenzi kabisa wewe. Ya kitu kimoja, naona urudi tena. Nenda kwenu. Shenzi mkubwa wewe. Mpafu, mwana mkigani. Mwanangu, mimi nimekuita. Nimepata habari kama kila siku unampiga mkeo. Kama umemchoka, mrudishe kwao. Kosa gani nakumpiga kila siku? Mtoto atakuli kwa njia ya kupiga. Mtoto anapatikana kwa njia yoyote ile, au kwa wataalamu kienyeji au kwa hospitali. Unampeleka, unapompiga sasa ndio inaenda picha gani? Sasa baba, angalia kama ile sababu sikio unampigia, umemwona na mtu ambaye haeleweki kwa njia. Ungekuwa baba, ungeweza kusimama na mtu, hiyo siwe sababu ya kumpiga mwenzio, kwa sababu ile ni njia, anapita kila mtu, anapita kila mtu. Kama amekushinda, mrudishe nyumbani kwao. Mpumbavu we.